Karibu katika Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Duru za habari zimeripoti kuwa muungano wa falme za Kiarabu UAE au Imarat imeweka mtambo wa rada za utawala wa Israel katika ardhi ya Puntland nchini Somalia ili kuyanasa na kuyatungua makombora yanayorushwa na nchi ya Yemen. Tovuti ya habari ya Middle East Monitor imeandika Imarat imeweka mtambo wa rada uliotengenezwa na Israel katika eneo la Puntland lililoko kaskazini mashariki mwa Somalia ambalo linatazamana na ghuba ya Aden. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Imarat inautumia mtambo huo wa rada kunasa makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani za Yemen zinazotumiwa na vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo kushambulia maslahi ya utawala wa Israel, zikiwemo meli zinazopita katika Bahari Nyekundu na ghuba ya Aden kuelekea kwenye bandari za utawala huo. Hadi sasa jeshi la Yemen limezilenga mara kadhaa meli za Israel na zile zenye mfungamano na utawala huo zinazoelekea ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani ili kuonyesha uungaji mkono wa wananchi wa Palestina na kushinikiza utawala wa Israel usitishe vita na jinai zake katika ukanda wa Gaza. Tangu muungano wa falme za Kiarabu uanzishe uhusiano rasmi wa kidiplomasia na utawala wa Israel, safari za viongozi wa Israel kuelekea Abu Dhabi, mji mkuu wa Imarat, na ushirikiano wa kijasusi na kiusalama kati ya pande hizo mbili umeongezeka. Kuhusiana na hilo, hivi karibuni waziri wa mambo ya nje wa utawala wa Israel Gideon Saar alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Imarat Abdullah bin Zayed katika safari aliyoifanya ya kuitembelea Abu Dhabi. Hivi karibuni pia vyanzo vya ndani nchini Yemen vimeripoti habari ya kujiri mashambulizi ya mizinga na makombora ya Saudi Arabia dhidi ya nchi hiyo jirani yake, ambapo vyombo vya habari nchini Yemen vimenukuu duru za kiusalama zikisema kuwa mashambulio hayo ya makombora na mizinga ya Saudia yamelenga maeneo kadhaa ya mkoa wa Saada kaskazini magharibi ya Yemen. Hakukuwa na maelezo ya kina kuhusu athari za mashambulizi hayo, ingawa hata hivyo baadhi ya duru za habari zimeeleza kuwa mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu katika eneo hilo, licha ya kuwa hakuna taarifa iliyotolewa kuhusu idadi ya wahanga na majeruhi wa mashambulizi hayo mapya ambayo yalikuwa yamesita kwa miaka kadhaa. Jeshi la Yemen hata hivyo limesisitiza kuhusu azma yake ya kusimama na kuwapa himaya wananchi wa Palestina na Lebanon bila kujali mashambulizi na uchokozi wa Israel.